Kwa majina naitwa Lucy Mapunda Matemaka. Nafanya kazi katika hospitali ya mji Njombe, kwa jina lingine naitwa Kibena hospitali, na mimi ni muuguzi mfawidhi katika hospitali hiyo ya Kibena. Nimefanya kazi kwa muda wa mwaka mmoja sasa hivi, nafikiri na miezi kama 4. Hospitali yetu ina uwezo wa kuchukua wagonjwa 150. Yangu kama mimi ni muuguzi mfawidhi, lazima niangalie wauguzi wenzangu ambao ninaowasimamia wanafuata majukumu yao, vile vile kuangalia utendaji kazi wa wauguzi wote kwa ujumla. Vile vile tunaangalia wagonjwa tunaohudumia wanapata huduma bora, na tunaangalia vile vile, lazima niangalie mapato ya hospitali kama tunayakusanya vizuri katika hospitali yetu. Mimi kilinivutia zaidi niliposikia huu mradi wa GLAS ni kwamba niweze kupata ujuzi zaidi kuhusu uongozi. Kwa sababu nikipata ujuzi zaidi utanisaidia katika kuongoza wauguzi wenzangu, nini tutafanya na nini tutashirikiana katika utendaji wetu wa kazi zaidi. Mimi binafsi nimenufaika na huu mradi wa GLAS kwa sababu nimepata mafunzo mengi kupitia huu mradi, jinsi ya kuwa na mahusiano na wenzangu ambao nafanya nao kazi, jinsi ya kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana katika utendaji wetu wa kazi, jinsi ya kutatua changamoto mbalimbali katika kazi yangu, na vile vile washauri wangu walinisaidia sana katika utendaji wangu wa kazi, kunifanya niwe na uwezo wa kujitambua, vile vile niwe na uwezo vile vile wa kusimama hata katika mbele ya watumishi wenzangu, yani ile kujiamini katika utendaji wangu wa kazi. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu mradi wa GLAS ulivyoanza, na mimi ndio kipindi hicho niliteuliwa kuwa muuguzi mfawidhi. Kwa hiyo nikaona ni kipindi changu kizuri cha kujifunza, kwa sababu nilikuwa mengi sielewi kabla sijawa muuguzi mfawidhi. Kwa hiyo huu mradi wa GLAS umenisaidia kujifunza mambo mbalimbali mengi, kama nilivyosema, kuwa na uwezo wa kujiamini, kuwa na kutatua changamoto mbalimbali, kuwa na ushirikiano na wenzangu, kutatua changamoto nyingi ambazo zinajitokeza na kufanya kazi kwa ushirikiano. Mimi mtazamo wangu naona kwamba ni kitu ambacho kinawezekana, kwa sababu imradi tu wewe ambayo unaongoza lazima ujitambue na ujiamini kwamba wewe ni nani, uko kwenye ngazi gani na unafanya nini. Kwa hiyo na washauri hata wanawake wengine ambao bado hawajawa kwenye ngazi yoyote ile labda ya uongozi, wanaweza kaingia na wakajifunza mambo mengi kupitia mambo ambayo mimi nimejifunza. Na vile vile huu mradi wa GLAS unatuwezesha sisi wanawake, yani sio kwamba tu ile mwanamke anasema kwamba kuna mambo mengi ya kufanya, lakini tumejifunza mambo ya kutenga muda ambao unaweza kufanya. Nikiwa kazini nitafanya hivi, na nikirudi nikiwa nje ya kazi yangu, majukumu yangu mengine nitayafanya, imradi mambo yote yaende sawa. Mimi nashukuru toka mradi huu umeanza na utendaji wangu wa kazi, kwa sababu mwanzoni nilikuwa naoga, lakini baada ya training nyingi ambazo nimezipata, sasa hivi naona napata mawasiliano mazuri kutoka kwa viongozi wangu ambao walikuwa ni wanaonisaidia katika kazi hii. Nikiangalia ngazi ya wilaya, ngazi ya hospitali pale, ambao ni viongozi wangu wamenisaidia katika mambo mengi, na vile vile wananipa mrejesho kwamba sasa hivi Lucy, ulivyokuwa mwanzoni na sasa hivi imekuwa tofauti. Kwa hiyo na mimi nawazidi kuwashawishi wenzangu ambao hawakushiriki kwenye mradi, endapo mradi utakuja au utaendelea, wajitahidi kuingia kwenye huu mradi wa GLAS,
waendelee kujifunza, nao waendelee kuimarika katika kupata ujuzi katika uongozi. Mimi baada ya kunufaika na mafunzo haya ya GLAS, nikichukulia mimi pale kazini kwetu tunakuwa na group la WhatsApp la wauguzi kama wauguzi, lakini vile vile tuna mikutano yetu ya wauguzi. Kwa hiyo kwenye mikutano ile nimejaribu kuwaelekeza wauguzi wenzangu kwamba jamani, mimi nilikuwa kwenye mradi ambao ni GLAS, nimejifunza mambo kadhaa kama haya, nimejifunza mambo hayo ambayo na wao nawashirikisha kwamba wasiogope kuingia kwenye mradi wa GLAS. Endapo utarudi waingie nao waweze kunufaika katika uongozi wa wanawake. Unajua wanawake wengi tunakuwa waoga kwenye kuongoza, wengi huwa wakiwaambia hata kuwa in charge anaogopa kuongoza wenzake, lakini ni kuondoa ule wasiwasi na uoga na kusema mimi naweza na wanaweza. Kwa hiyo hichi nilichokipata mimi najaribu kuwamegea na wenzangu waweze kukipata na waweze kusimama katika uongozi. Mimi ningeweza kutoa wito kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia TAMISEMI. Mafunzo haya ya GLAS ni mazuri sana kwa wanawake, na kwa mantiki hiyo ninaomba kwamba vyuo vingi vyote tuseme nchini Tanzania ambavyo ni vyuo vya uuguzi waweze kuweka vipindi hivi ili waweze kujifunza wakiwa hata huko vyuoni, ili hata wanapokuwa wanamaliza watu wasiwe na ule wasiwasi au na uoga wa kuweza kupata ujuzi wa uongozi, kwa sababu ni kitu kizuri sana ambacho kimetuwezesha sisi, hata mimi mpaka leo kufikia hapa. GLAS empowering women in healthcare sector. Usikate tamaa, Mungu ana